Lakini pia nitoe pole kwa wale ambao wako Ukraine, wateja wetu pia ambao huwa wanafuatilia mashine hizi. Niombe poleni sana, Mungu atawafanyia wepesi, kila kitu kitakwenda sawa. Hii ni sehemu ya kwanza. Anakuambia sahau ulichokiona. Sahau kile ambacho umekisikia pia katika dunia hii. Kila kitu sio muhimu sana katika maisha yako. Vile ulivyoviona na kuvisikia sio muhimu sana. Huli ni sehemu ambayo yani ni mbele moja kwa moja. Wanasema watu wa haki waliwakataa ama walikataa kukaa na watu wasio wa haki. Watu wasio wa haki wakawa na nguvu kubwa sana. Lakini watu wa haki walikuwa na nguvu kutoka kwa Mungu. Ndipo watu wasiokuwa wa haki waliamua kuwafuta watu wa haki katika hii dunia. Lakini bahati mbaya kulikuwa kuna kijana mmoja ambaye alisemekana huyu mtu ni mpambanaji, yani mpiganaji, na alikuwa ni mtu wa mashwati ambaye anashika silaha. Mtu yoyote ambaye ana mashwati lazima ripoti katika cultivation ya hao watu ambao wanaitwa si watu wa haki, wanaitwa evil cult. Au sio? Yani watu kutoka katika himaya za kishetani wanaitwa evil cult. Wakati wamefanya hiyo mikwara na kuondoka, kulikuwa kuna watu wawili ambao ni kila mtu kivyake. Uchali mmoja alikuwa anamiliki upanga ambao watu ambao wanaitwa evil sects waliuhitaji wa upanga. Lakini bwana alipofika hapa na upanga wake na ile silaha yake, maana hao ndo wanatakiwa kwenda kuripoti katika cultivation. Wakati anagusa ile maji, aligundua hii sehemu ya maji si salama. Kumbe tayari kulikuwa kuna mbulu, wa mangati, washenzi, waharamia. Lelelo! Baba kikaumana. Jamaa kaona nini tena? Kunani? Akachukua hiyo mashine. Huu ni msinambe wanaita. Alafu kumbe wa jamaa sio wachache mjomba. Ni wengi vibaya mno. Sasa kawekwa Continuous katikati. Hello. Huyo yeye mwenyewe sio mtu mzuri sana, ni mbadi. Angalia silaha yake jinsi ilivyo. Hivyo ndo jinsi anamfanya huyo. Ana silaha moja ya ajabu sana. Sasa kiongozi wa wale evil cultists alitaka mtu yoyote mwenye mashwati aende akajisalimishe kwake ama akafanye cultivation kwake. Sasa jamangu ikabidi akamate silaha ili kukimbia. Lakini no bar out, tunaambiwa utoki. Hao watu wakimbiliki ni wengi kupita maelezo. Mbele kakutana kikosi chenye farasi. Sasa kuna kitu anataka kwake uchali. Anageuka ili kusepa. Lakini utasepea wapi? Kikosi kama ikubwa, watu wako na mijifarasi na silaha nzito nzito za maana. Nikikwambia silaha nzito nzito, maana yake ni kwamba zile upanga kali kupita maelezo. Sasa mkono unapigwa baba. Ni mkorongonto, panga hiyo hapo inatembea. Jamaa kuna hilo lispia lake la ukweli kupita maelezo. Bado hata jina mtu hatujamfahamu. Jina lake halisi anaitwa nani? Toboa si mchezo baba. Wakamzidi, wakaanza kumtandika. Akaambia nyinyi mnaota nini? Ghafla wakashangaa. Oya wazee, mkiona hizo silaha zangu natakiwa mjue. Mnafikiri kwamba mimi natumia tu visu au upanga? Nani? Wewe chali yako ni hatari. Katua hapo, anawataka wa mangati sana. Samahani bana, niliwadanganya. Natumia visu na sio upanga. Wala hata msijali. Wakaamua kudili naye. Huyu mtoto afai unaambiwa. Bablinyo! Ni kichapo. Heavyweight kichapo anaita. Kipigo cha ukweli. Hello. Hey. Namna hiyo. Chinja. Sasa yeye atumia upanga mrefu. Silaha zake ni kama visu fulani vifupi. Anapita kama kipanga namna hiyo mzee. Yerra! Juu kwa juu namna hiyo. Akitua wanayo. Yes. Kata. Aliwafiringa vibaya mno. Jamaa ngoja kusimama shangae. Huyu mangati bado yuko kule kwenye farasi, anataka kwenda wapi? Silaha inarudi mikononi mwake huyu bwana mdogo. Huyu naye hatujajua wanamuita nani. Kamaliza kazi anasogea. Ase jamaa wangu umesaidia maisha yangu bwana, nashukuru sana. Unaitwa nani bwana shujaa? Anamsachi huyu. Ana kitu kidogo ufara na hela kumbe. Chukua kitu kidogo. Yeye kachukua. Waga wazi uchali unaambiwa. Ni mtu mnoma sana tu. Ambe bro. Jamaa amekufa lakini bado akaambia huyu ni marehemu. Hao wote wamekufa. Sasa hivi hawa ni useless.
Hawana maana yote. Sasa mtu anabaki na hela atafanya nini? Wewe. Mimi naitwa Ding Ding. Wewe nini? Nataka mkono wako wewe. Sasa nilifikiri kwamba unataka tupeane mkono. Nikamwambia mimi nataka pesa. Haya naomba. Akataka hela na wote. Ambe samani bro. Mimi katika majanga kama haya hamna pesa yote, yani sina hata 100. Chali anaitwa Ding Ding. Ding Ding akamsogelea, unasemaje una hata 100 na nimekusaidia? Akauangalia hiyo silaha pia nataka kuigusa, jomba kaisogeza pembeni. Nashukuru sana. Basi kutakuwa na wakati mwingine. Jomba kawa anaondoka anamuacha nani? Huyu bwana mdogo. Yeye akasepa. Alikuwa anamuacha Ding Ding. Sasa tunaachana na kule upande wa pili. Tunakuja huku. Yuko chali mmoja mdogo tu. Huyu chali yako alikuwa anakuja hapa lakini akutana kikosi. Hii kikosi ni kama ilikuwa inamsubiria hivi. Sasa ikawa ni balaa. Wanamshambulia uchali. Muone chali yako jinsi alivyo mbadi. Ni mnoma. Sio mbadi tu, yani ni mnoma. Bablinyo! Asal. Ha. Cheki kipigo wake baba. Wora. Ni mbaya ile noma. Yani ni mbaya hasa uchali. Watu walikula mkorongoto ile mbaya. Kichapo. Ala. Sasa wakati uko pale akagundua kwamba hawa walimteka mtu wakamweka hii sehemu. Sasa ikabidi awahi kuja kumsaidia bwana. Kabla sasa usiogope nimekuja kukusaidia. Lakini ghafla kuna mtu anakuja nyuma yake. Kwa makini. Dogo ikabidi awe makini. Alimpa. Sasa angalia maisha jinsi yalivyo ajabu. Huyu aliyesaidiwa naye kumbe alikuwa ni mbaya. Akaibuka. Dogo kaona hapa nimeingia pabaya. Chakito. Gusa kwani anagusika mtoto. Wakati wao wanazipiga, kuna mtoto wa kike mmoja alikuwa yuko juu. Yuko kwa ndani ametulia. Huko kipigo kinatembea. Jomba akachukua upanga, huyu naye ana silaha mkononi. Kumbe na wewe ni adui pia. Basi hamna noma tuzipige. Yera! Huyo mzee anatafuta nini? Alipigwa bapa moja nzito. Hawa vipi? Umekufa bado? Nimekufa. Ubinti alikuwa anaendelea zake kuandika. Sasa Tanya au Tao wote walikuwa ni watu wa karibu tu kwa upande wake. Sasa yule mtoto wa kike ndo anashuka. Mchezo huu ambao aliufanya ilikuwa ni kama mchezo tu wa kawaida. Akashuka binti mmoja bomba, mtoto Suratul Malkulakula. Zongjin, nimekamilisha mpango, nimeangamiza maadui yote. Mpango wako ulikuwa nini? Ni maadui ambao walikuwa wameteka mtu. Kaambia kwa hapa maadui wenyewe. Walikuwa wamelala pale. Sasa mara jamaa wakaanza kuinua vitu. Huyu ajafa ameamka tu. Amezimia tu. Haya mpelekeni. Kaambia sawa. Haya. Yule bwana akaja paka huko upande wa pili. Oya mgeni ofisa, nipatie hiyo. Kaambia okay sawa, chukua huyo farasi kamweke kule. Jamangu akaingia katika nyumba moja, ni nyumba ya kamari. Wajamaa walikuwa wanacheza kamari katika sehemu. Karibu bro, kae. Hapa hamna shida, asante. Haya basi. Nakuja hapo ofisa. Mhudumu akamwambia anakuja. Bwana kama ameweka silaha yake pale. Sasa tunaachana kule pia tunakuja kwa upande wa pili tena. Karibu ndani tafadhali. Huyu bwana mdogo akaingia huko ndani. Mimi. Jina langu ni Sumin. Sasa usio unaniita jina lako la ajabu ajabu. Mimi naitwa Sumin. Umeenda kuokoa mtu ambaye alitekwa muda so mrefu. Sasa lakini mimi nilichokuwa najaribu kufanya ni kumsaidia tu. Anaambia kuna mguu wako mmoja unaotumia vibaya. Ambaye mimi ninachokifanya natumia mashots. Sasa shida iko wapi? Nimetoka katika mlima ambao nimejifunza mashots. Amewapiga wale watu vibaya na wale watu walikuwa yani ile ilikuwa ni mission tu. Akambeli file inasema kwamba wewe ombi lako ni kuungana nasi. Kama ndio, mimi ndio tumaini langu kabisa. Anaambia sasa kwa mtihani mdogo ambao umepewa, umefanya zaidi ya vile ambavyo ulitakiwa kufanya na haikutakiwa hivyo kwa sababu umewaumiza watu. Anaambia lengo lake ni kuwa shujaa katika sehemu hii. Awe shujaa, tena shujaa kuliko mashujaa wengine. Basi binti akagonga muhuri kwenye karatasi. Huko upande wa pili watu kubwa ndogo ni kamari inaendelea. Akambe so point yangu.
Akaambia yule afisa pale ndo amesema, "Ucheki? Ni chali yako Ding Ding huyu hapa." Ding Ding kaishafika. Ah. Ase bro, nashukuru tumeonana tena. Anasema kuna habari zinazoongea kuhusiana na silaha ambayo nayo. Wanasema katika hii dunia kuna mtu ambaye anatengeneza silaha vizuri mno. Na nafikiri kwamba utakuwa wewe unalijua hilo. Anaambia nafikiri utakuwa unaiongelea hii silaha yangu, eh? Anasema hii ni silaha moja ya kipekee katika hii dunia. Akaambia kuna mtu ambaye namjua. Ana mkono kama wa kwako. Akaambia unataka nini? Utaki tuwe marafiki au? Ambia kwa nini? Marafiki kaja fara mmoja. Akaambia mimi pia ni muuzaji katika hii sehemu. Akaambia wewe toa pua hapa laana sumaka. Kamsukuma huyo. Sikiliza ufara anatania tu. Lakini mimi sidhani kama huu ni utani. Hata mimi sidhani kama ni kitu cha kuchekesha. Wewe ni nani hasa? Wewe unataka kufanya nini? Mimi ni mtu ambaye nimefika hapa. Naitwa kumbe Ding Ding ni huyu. Ambaye nakuuliza tena. Wewe unataka nini? Unapambania nini? Oya. Huyu mtu ni wa Heaven Sect. Ambaye saiti ni kisasi. Kisasi cha nini? Wanasema mtu alikuwa anafanya kazi katika Heaven Sect zamani. Alikutanishwaga na mashine moja ya kazi. Wakamchukulia demu wake. Walimchukuliaga demu wake huyu chali. Ana hasira na ana kisasi kikubwa sana wale watu. Akaambia sasa nimekuangalia kidogo tu na nimegundua kitu ambacho kinakuumiza. Kwa wewe na mimi tushirikiane. Lazima tushirikiane, lakini naogopa labda pengine kwa nguvu ambayo tuko nayo tunaweza kupatiwa trian, tunaweza kufanywa triki. Ding Danzian, wewe ni mtu bora katika Tang Dynasty na una uwezo mkubwa sana. Hichi ni kitu ambacho nakipenda. Akaambia si hivyo tu, pia ni fearless person, yani mtu asiyeogopa. Sasa mtu adui ambaye tunadili naye ni mbaya sana. Huyu adui alikunyang'anya manzi yako wewe. Na mimi nina njia ya kumjua. Akaambia hebu niambie vizuri zaidi. Yani ongea vizuri zaidi. Tuulizie God Buddha. Yani kuna kitu kinaitwa God Buddha. Wao hicho ndo kitu cha pekee ambacho natakiwa kipata. Hiyo God Buddha wakipata, maana yake ni kwamba yani wakiulizia hiyo ndo itakuwa shida kwa upande wao, ndo itakuwa sasa wanampata adui yao kirahisi. Chali yako akaletwa katika Arts of Martial Arts, yani katika sehemu ambayo kuna michoro na maandishi mengi na vitabu vingi vinavyohusu martial arts. Wakati anaropoka pale kumbe mwalimu alikuwa juu. Akaambia pia kuna shule ya martial arts. Akashangaa. Kitabu kinaitwa Unique Cheat. Kitabu hiki ni kikubwa sana. Alipoangalia huyu mwalimu aliyoko hapa ni mkubwa. Akaambia ni baada ya assignment ambayo umepewa. Dogo, huyu ni mwalimu. Chali yako anatambulishwa kwa mwalimu huyu. Kwa hiyo ni first class boxing. Safi sana. Ameshafundishwa vitu vingi, lakini kitabu hiki kitamuongezea kitu kingine. Hichi ndo kitu ambacho amechora. Nguruwe? Kama nguruwe? Hapana. Una maana gani? Yani nasema tu. Nasema ukweli. Wewe huwezi hata kusema kusudio lako la ukweli la kuja kujifunza vitu vingi hapa. Kwa hiyo alimchora wewe ni kama nguruwe. Ambaye nafikiri inabidi ujue hili. Sababu ya mission ya Juicy and Mountain ni ipi? Akaambia mimi nataka kuwa shujaa. Akaambia tu ni kitambo, ni kitu cha kitambo sana. Habari za kuwa shujaa hizo ni mambo ambayo watu waliyapambania zamani. Lakini kwa sasa kuna mission kubwa sana. Sasa unabidi ujue kwanza kusudio kubwa la wewe kuwepo katika nafasi hiyo. Bwana nikukumbusha tu kwamba hii ni sehemu ya kwanza katika picha yetu nzuri kabisa kweli. Wanaita The Lost Swordship. Yani huu ni moto, The Lost Swordship. Mimi naitwa Mr. Golden Voice, nita DJ Six Fingers. Ukiniita Bablinyo huwa nafurahi zaidi. Baba la baba, hii ni habari nyingine. Au sio? Maviding ding, habari nyingine tena. Mavidole, falme la kwanza lenye vidole 6 Tanzania. Hilo ndo jina langu halisi. Kama Kawinyos kawaida. Here we go.